ilikuwa ni kama ni mlango ambaye unafunguliwa mataifa. Praise the Lord. Ya kwamba hata beyond the Jordan, wajua Waisraeli walivuka Jordan ndio wafike nchi yao ambayo ilikuwa nchi ya ahadi. Lakini sasa Bwana alikuwa anapeana neno ya kwamba hata ile ng'ambo ingine ya Yordani, hata Galilaya ambayo ilikuwa ni Galilaya ya mataifa, kwa sababu Galilaya ndipo Waisraeli ambayo walikuwa wamechanganyika walikuwa wanakaa, na kulikuwa na kule Judea ambaye wale Wayahudi, the true Jews, ambaye walijiona wao ndio ambaye wameweka ile sheria, na wale ambaye walikuwa wamekaa maisha bila kuchanganyika walikuwa wanakaa. Watu wa dini halisi ya Kifarisayo na Kisadukayo walikuwa wametoka Judea. Praise the name of the Lord. Lakini Bwana alipotaka kutangaza kupeanwa kwa Kristo, alipeana hii neno ya kwamba hata kule Galilaya ya mataifa kuna nuru kubwa ambayo imeonekana huko. Praise the name of the Lord. Kwa sababu nini? Twende mstari wa 3, kwa sababu tukiangalia wa pili kidogo tu unasema ya kwamba watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu. Wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, nuru imewaangazia. Sisi ambaye tulikuwa watu wa mataifa, sisi ambaye hatukuwa katikati ya wana wa Israeli waliopata ahadi, waliopata sheria, walionenewa na manabii na njia tofauti tofauti kwa wakati tofauti, sisi Bwana kwa kupitia hii neno ambaye alipeana ya kwamba kutapeanwa mwana, kutapeanwa kijana. Praise the name of the Lord. Na huyo kijana ndiye ataleta nuru katika dunia. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo verse 3 inasema ya kwamba umeongeza taifa, umezidisha furaha. Verse 4 inasema ya kwamba kwa maana umeivunja nira ya mzigo wake na gongo la bega lake na fimbo yake aliyemuonea kama katika siku ya Midiani. Tunaona ya kwamba ile nira ambayo tulikuwa nayo, ile mizigo ambayo tulikuwa tunaambiwa wakati wa Bible study, ya kwamba hiyo mizigo mizito ambayo tumebeba kwa Kristo tunaweza badilishiwa, tupewe mzigo ambaye ni rahisi kwetu na kwa maisha yetu. Kwa nini? Verse 6 inasema ya kwamba verse 6 inasema ya kwamba maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Praise the name of the Lord. Huyu mzigo ambaye Kristo anatupatia, ambaye anasema ni mnyororo, sio kama ile mizigo tumebeba, ile tumebebezwa katika ukoo wetu, ile tumebebezwa na dini, ile tumebebezwa na yale maisha ambaye tumekuta katika dunia. Uweza wa kifalme ndio uko katika mabega ya Kristo. Tukikubali Kristo na tukubali mzigo aliyobeba tuubebe. Praise the name of the Lord. Huyo mzigo ulioko katika mabega yake ni uweza wa kifalme. Praise the name of the Lord. Kwa sababu naye jina lake ni mshauri wa ajabu. Maisha yetu hatuko peke yetu, tuko na ushauri wa kweli. Familia zetu hasijakosa ushauri wa ukweli ambayo unatoka kwa hekima na maarifa iliyo ndani ya Kristo Yesu Bwana wetu. Praise the name of the Lord. He is our wonderful counselor, na kanso yake ni ya milele. Praise the name of the Lord.
Tena tunaambiwa ya kwamba Mungu mwenye nguvu. Haleluya! Kwa maana ni lazima tujue ya kwamba Kristo si kama nabii wengine, sio kama viongozi wengine ambaye wameanzisha dini katika dunia. Yeye hata kama alikuja na mwili kama sisi, hata kama alikuwa na wanadamu, alifanyika mwana wa Adamu, tujue ya kwamba alionekana na Roho wa Mungu akiwa ndani ya Isaia ya kwamba yeye ndiye Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Praise the name of the Lord. Siku ya leo tumefunzwa mafunzo ya damu ya Kristo katika maisha yetu, lakini lazima tujue ya kwamba hata kama Kristo alimwaga damu kama ile inaonekana mili yetu, damu yake baba yake ni Mungu. Praise the name of the Lord. Ni damu ya Mungu iliyopeanwa, na ndio ni damu ambayo ni ya dhamana, ambayo iko na uwezo wa kuosha wengi na kufanya wengi wapate amani na Mungu. Praise the name of the Lord. Na ndio anaitwa mfalme wa amani. Praise the name of the Lord. Na hiyo amani sio tu ile amani anaweka mwetu, hata kama bado anaweka. Praise the name of the Lord. Sisi ambaye tumekaribishwa kwake na tumemkaribia kwa agano ya damu, tumepata amani na Mungu. Praise the name of the Lord. Kwa sababu yeye ni mfalme wa amani, na tena ufalme wake si wa muda, unaendelea ukiwa mwingi. Maongeo ya enzi yake na amani hata kuwa na mwisho kamwe. Haleluya! Kwa sababu katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake, David had a promise from God ya kwamba ufalme wake utaendelea milele. Praise the name of the Lord. Lakini haikuweza kuendelea duniani kwa sababu wale waliozaliwa nyuma yake, hata Suleimani mwenyewe hakuwa kama yeye. Praise the name of the Lord. Lakini katika Kristo, haleluya, huu ufalme, kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake, aliudhibitisha na kuutegemesha kwa hukumu na haki. Praise the name of the Lord. By justice and by judgment and justice. Praise the name of the Lord. Kwa maana ile judgment ambaye ama hukumu iliyokuwa imewekwa juu ya wanadamu, Kristo Yesu aliichukua. Praise the name of the Lord. Na wakati aliichukua, akaachilia sisi ambaye tumepewa yeye, katuachilia haki katika maisha yetu. Kwa hivyo sasa hatuna hukumu tena, tumehesabiwa haki katika maisha yetu. Praise the name of the Lord. Kwa kuwa katika huu ufalme, na kwa hivyo kazi yetu kama watu wa Mungu ni kuamini yeye ambaye baba yetu ametuma katika dunia. Praise the name of the Lord. Umuaminie maisha yako, umuaminie akubadilishe, umuamini akupe maisha mapya, umuaminie kesho yako, umuaminie ndoa yako, umuaminie ye familia ambaye utakapopanga. Isiwe ni mawazo yako na standardi zako, iwe vile umeamini Mungu ya kwamba yeye ndiye hubariki watu wake, yeye ndiye hushughulikia wale ambaye wamekuja kwake na kuwapatia mambo mema. Praise the name of the Lord. Kwa sababu hiyo ndio ile kazi, kama vile tumesoma Yohana 6, ndio tuombe 29, inasema ya kwamba kazi yetu, Yesu akajibu akasema, ndio kazi ya Mungu. Hii ndio kazi ya Mungu, muamini yeye aliyetumwa na. Praise the name of the Lord. He is sent of the Father. Praise the name. Hallelujah. Kuna watu ambaye wengine wametumwa na ufalme
Praise the name of the Lord. Wengine wana makanisa na dini, lakini ni mmoja tu ametumwa kutoka mbinguni, naye ni Kristo. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Muhammad walikuja nyumaye, wamezikwa. Praise the name of the Lord. All those ambaye wamesema wametumwa, wamekuja na wameisha, lakini Kristo ni wa milele, kwa sababu hata ufalme wake na enzi yake ni ya milele na milele. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo he is worthy. He is worthy our faith. He is worthy. He is worthy our worship. He is worthy our praises. He is worthy. As the heavenly angels, the heavenly elders, as they say he is worthy, so should we believe and say that he is worthy. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu it is him whom we have been given. Bwana asifiwe sana. Na kazi yetu kubwa sio sheria hiyo tulikuwa tumeambiwa 3,000. Kazi yetu, haleluya, hii ndio kazi ya Mungu. Tumwamini aliyetumwa na yeye. Praise the name of the Lord. Haleluya. Kwa sababu tukimwamini tutakuwa ndani yake, na tukiingia ndani yake, yeyote aliye ndani ya Kristo, yeye ni kiumbe kipya kitakayefanya mapenzi yake Mungu. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo Mungu awabariki kama vile nilikuwa nimesema. Hallelujah. That was just a word ambayo imekuwa ikinizungumzia wiki hii. Praise the name of the Lord. Na hivyo ni vizuri tushare na nyinyi. Bwana asifiwe sana. Na tena imeambatana na Bible study. Sasa ningetaka brother wetu Timothy na familia yake kuja ni hapa. Na ningeuliza